tunazijua, kataja sifa ambazo sisi tunazijua. Rahmanur Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كذلك إثبات صورة لله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته. miongoni mwa sifa za Allah jalla wa ala ni kuwa na sura, ni kuthibiti kwamba yeye anayo sura. na Sheikh rahimahullah ta'ala ameileta hii kwa dalili. Anasema Sheikh Fauzan hafidhahullah, kadhalik vile vile ithbatu surati lillahi azza wa jal, kuthibiti sura kwa Allah azza wa jal fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, katika kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam: khalaqa Allahu Adama ala surati, amemuumba Allah Adam kwa sura yake. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, ala surati ar-Rahman, kwa sura ya ar-Rahman. hadha fi dunya ru'ya manam, hii katika dunia nimeruka. طيب, kama athbataha lahu rasuluhu, kama ilivyothibiti kwake yeye mtume wake, kwa mtume wake alayhi salatu wassalam, fi qawlihi, katika kauli yake: raaitu rabbi fi ahsani sura, nimemuona Mola wangu katika uzuri wa sura. hadha fi dunya ru'ya manamin, hii katika dunia ni kuona singizini. fi ahsani sura, katika maneno ya mtume alayhi salatu wassalam aliposema katika uzuri wa sura: fihi ithbatu surati lillahi jalla wa ala, ndani yake kwa kuthibiti kwa sura kwa Allah jalla wa ala, kama yaliku bijalalihi, kama inavyostahiki kwa utukufu wake. laisat ka suwari almakhluqin, sura hii sio kama sura za viumbe. wa innama hiya suratu arrahman jalla wa ala, na hakika vinginevyo hiyo ni sura ya arrahman. fa hadhihi alumur nuthbituha, mambo haya tunayathibitisha. wala natadakhalu au nushakkiku fiha, wala tuingilii au kutia shaka ndani yake, kwa sababu imethibiti katika kauli sahih, katika hadithi sahih, na kwa hiyo hatuwezi kutia shaka kwa hali yoyote. au nakhudhu fiha, au tukaingia kuzungumzia kwa undani zaidi mambo ambayo tumeambiwa. Tukizama ndani kwa kuzungumza zaidi tutakosea, kwa sababu tumeambiwa kile tulichoambiwa tumekielewa, na inatutosha kwa uelewa wetu na kwa kile tulichoambiwa, kwa maana ya kwamba Allah jalla wa ala ametaka tujue hivyo. Angelitaka tujue zaidi, basi tungejua zaidi. Ametaka tujue hivyo kwamba lillahi sura, anayo Allah jalla jalalu sura. wazi? Naeleweka vizuri hapo? والتفويض
الصحيح هو التفويض الكيفية لا تفويض المعنى. تفويض ni nini? Ni kukabidhi, ni kuacha, ni kumwachia jambo mwingine. Fawwadtu amri ilaik, nimekabidhi jambo langu kwako, yani kwa maana nimekuachia wewe, ndio utafanya, utaamua, utafanya kila kitu. Hakadha kama ilivyokuja kwenye Qur'an kwa kauli ya Nabiiullah Yaqub alayhi salam, la kauli ya Yaqub inasema wa ashku bathi wa huzni ila Allah, bali tafwidhi imekuja katika sura nyingine wa ufawwidhu amri ila Allah, na kabidhi jambo langu kwa Allah, na mwachia yeye Allah jalla wa ala. Sasa katika maana sisi kusema nufawwidhu hadhihi ayati sifat, tunakabidhi hizi aya za sifa maana yake ila Allah, hadha khata, hili ni kosa. Lakini tukisema nufawwidhu kaifiyatahu ila Allah wa rasuli, hasatan ila Allah, tunaachia kaifia kwa Allah, kwa sababu mtume hajui kaifia. Tunaachia kaifia yake kwa Allah, lakini maana tunaijua. Hapo naeleweka vizuri kwamba sisi tunafanya tafwidhi kwa kaifia, sio maana. Ndio hapa Sheikh anasema watafwidhu sahihu huwa tafwidhu alkayfiyya, na kuachia kulikokuwa sahihi tukakabidhi hiyo kaifia. Sisi hatuwezi kujua, ni kukabidhi kaifia, kwa sababu hatuwezi kujua, kumwachia Allah jalla wa ala mwenyewe. Na yeye Allah hakutaka tujue kaifia, alitaka tujue maana, na ndio maana zile maana akazitaja sisi tunazozijua. Akataja sifa ambazo sisi tunazijua kama vile nuzul, kushuka, kuja, mkono na kadhalika na kadhalika katika sifati hizi tunajua maana yake, lakini kaifia yake hatujui. Nafikiri tunafahamu tofauti kati ya kaifia na maana. Ukiambiwa fulani amekaa juu ya meza, maana ya kukaa juu ya meza si unajua? Tayeb, kakaa namna gani? Hii inahitaji mpaka uone, au anayekwambia akwambie amekaaje. Kakaa kitako juu ya meza, kaegemea upande mmoja, kanyosha miguu, au kakunja, au kadha au kadha. Hii ni kaifia. Kaifiyatu sifati aljulus ala almaida au ala almindada, sifa ya kukaa juu ya meza lazima akwambie au muone mwenyewe. Kwa Allah jalla wa ala ni mustahil. Allah hajatuambia kaifia, akatuambia maana tu. Kwa maana huyu anayekwambia fulani yuko kakaa juu ya meza, maana ya kukaa juu ya meza kwenye kichwa chako inakuja, lakini kakaaje bwana, hiyo sasa ni kaifia ambayo kwetu sisi binadamu tunaweza kuipata, lakini kwa Allah jalla wa ala kama alivyosema mwenyewe, wala yuhituna bihi ilma, na wala hawawezi yeye kumdhibiti kielimu wakamjua namna gani Allah anateremka katika mbingu ya dunia, namna gani Allah atakuja siku ya kiyama, namna gani Allah azza wa jalla yuko juu ya arshi yake na kadha na kadha. Kwa hiyo Sheikh anasema watafwidhi as-sahihu huwa at-tafwidhu al-kayfiyya, na kuachia kulikokuwa sahihi ni kuachia kaifia. Kwamba kaifia wewe usihangaike nayo, hutajua, wala usijishughulishe kabisa, na wala usikae kutafakar
kwamba Allah yukoje, mkono wa Allah ukoje, sura ya Allah ikoje, uso wa Allah ukoje, anakujaje, utajisumbua au utajua. Hakuna atakwambia hayupo. Na wala usiingize kwenye moyo wako kuleta picha, kutafakari, utajisumbua bure, au utapata hakika. Bali kitu kizuri zaidi ni taslimun atam lidalil, kujisalimisha kulikotimia kwenye dalili, kwamba Allah kasema naam, sami'na wa ata'na. واضح الكلام؟ طيب. anasema watafwidhu sahihu huwa tafwidhu alkayfiyati la tafwidhu almaana. Wapo katika hii dini kundi la wanaitwa almufawwidha, sema arrahman ala, anasema tabaraka alladhi biyadihi almulk, sema biyadihi almulk, ma maana dhalika? bas fawidhu ila Allah. La, tuwezi kujua habari biyadihi alama, hatujui maana yake, hatutaki kujua maana. Hii ni dalal, upotevu. Biyadihi, mkono, kataja mkono tu, hakuna mengine. Ili siwe mkono, paje dalili nyingine kwambie mkono hapa sio maana yake mkono. Hakuna dalili, bakia na aqida kwamba ni mkono mpaka unakufa ni mkono. واضح الكلام؟ طيب. قوله لا نفسر شيئا من هذه، لا تفسر شيئا من هذه بهواك. usifasiri kitu katika hizi sifa kwa matamanio yako ya nafsi. Yani wewe ukaona kwenye nafsi yako inapenda sana, utafsiri kitu tofauti na hivi ambavyo imekuja. La tufassiru shay'an, usifasiri kitu min hadhihi bihawaka, kutokana na hizi sifa kwa matamanio yako. meleka hapo. Wa innama tufassiruha bilmaana sahih, hakika si vinginevyo utafasiri kwa maana sahihi, allaiq billahi jalla wa ala, zilizokuwa zenye kustahiki kwa Allah jalla wa ala. kwamba Allah ana mkono, kila anadiri kaifia ya mkono wake, bali maana ya mkono tunajua sisi, lakini tunaongozwa na Qur'ani kuambiwa laisa kamithlihi shay, bila shaka hakuna sifa hata moja, wala kitendo hata kimoja, wala jina hata moja yanayofanana na viumbe wake. واضح الكلام؟ yanaeleka vizuri. wa innama nufassiruha bilmaana sahih, na hakika si vinginevyo tunafasir, utafasir kwa maana sahih, laiqin billahi jalla wa ala, yenye kustahiki kwa Allah jalla wa ala. La yuqalu innaha la tufassar, haisemi kwamba hizi majina, sifa, aya, dalili zilizokuja katika sifa hazifasiriwi. Hapana, zinafasiriwa, lakini katika maana, sio kaifia. La yuqalu innaha la tufassar, haisemi kwamba hizi dalili za sifa hazifasiriwi. Hapana, zinafasiriwa. Bal tufassaru wa tubayyanu maanaha, bali zinafasiriwa na kubainishwa maana yake. bal tufassaru wa tubayyanu maanaha, bali zinafasiriwa na kubainishwa maana yake. wazi? meleka vizuri طيب. wa innama at-tafwidhu lilkayfiyatin faqat, kukabidhi katika yale maneno, katika zile sifa ni kaifia tu, namna ilivyo sifa, basi hiyo tu, lakini maana tunathibitisha na tunaijua. wa innama tafwidhu, na hakika si vinginevyo kufanya tafwidhu
lilkaifiyatin faqat, ni kwenye kaifia tu, namna vile sifa zilivyo basi. Ama upande wa maana tunathibitisha. Wazi الكلام. Isiwe kama wale nani Mu'tazila wanakuambia Allahu alim bila ilm, qadirun bila qudra, hakimun bila hikma, qawiyun bila quwwa. Utaelewa? Yani Allah ni alim lakini bila elimu. Yani hao wamethibitisha baadhi ya majina lakini sifa hawataki. Mwenye nguvu lakini bila nguvu, mwenye uwezo bila uwezo. La, nuthbit, tunathibitisha yote yaliyokuja katika Qur'ani na Sunna, kama vile Allah jalla wa ala alivyosifu mwenyewe na kama vile alivyomsifu mtume wake alayhi salatu wassalam. Tuko pamoja? طيب. تثبت النزول, utathibitisha kuteremka kwa Allah jalla wa ala. Watunfi alkayfiyya, na utapinga kaifia. Na kaifia sijui mimi, ama kuteremka anateremkaje siwezi kujua mimi wala wewe wala yeyote. Ingetaka Allah angetuambia anateremkaje, lakini kaishia kusema tu anateremka basi, kisha akakupa muongozo laisa kamithlihi. Usithubutu kuingiza kwenye akili yako labda anateremka kadha, utakwisha. La, yeye anateremka, unathibitisha kama alivyosema mtume alayhi salatu wassalam, yanzilu rabbuna ila samai dunya. Ikiwa utakataa maneno haya, ima utayakataa au utayafanyia ta'wil au taharif, bila shaka utakuwa mpotea. Bakia na maneno kama yalivyokuja katika matamshi, kwa sababu hakuna dalili ya kuyaondoa kwenye dhahiri lafdh. Hakuna dalili ya kuyaondoa maneno haya katika uwazi wa matamko, hakuna. Ikiwepo itatuondoa, kama alivyosema al-Imam Albani rahimahullah ta'ala, nahnu nadur ila ma dara ad-dalilu alayhi. Sisi tunazunguka pale ambapo dalili inazunguka. Hakuna dalili basi bakia pale, sababu hii hoja imesimama kwetu sisi. Tutajibu mbele ya Allah jalla jalaluhu, lazima tushikamane na dalili. Tuthbitu an-nuzula wa tanfi al-kayfiyya, utathibitisha kuteremka na utakataa kaifia ya uteremkaji. Allah jalla wa ala yati yawm al-qiyamati li fasl al-qada. Allah jalla wa ala atakuja siku ya kiyama kutoa hukumu. Fakathibiti sifatul maji au sifatul ityan, sifa ya kuja, yani Allah jalla wa ala atakuja. Wazi? كما قال تعالى وجاء ربك, كما alivyosema Allah Ta'ala atakuja Mola wako. Hal yanzurun illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin min al-ghamam, hakuna wanachosubiri isipokuwa awajie wao Allah pamoja na mawingu. Fi dhulalin min al-ghamami, pamoja na mawingu. Wal malaikatu, na malaika vile vile watakuja. Wa qudhiya al-amr, na jambo litahukumiwa. Kwa maana kwamba Allah jalla wa ala anakuja kutoa hukumu siku ya kiyama. Wazi al-kalam? Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, hakuna wanachosubiri watu hawa isipokuwa awajie Allah siku ya kiyama. Fi dhulalin min al-ghamami, pamoja na mawingu. Wal malaikatu, pamoja na malaika. Wa qudhiya al-amr, na jambo litahukumiwa. Je, yatakapokuja mawingu na atakapokuja yeye sawa sawa?
jawabu la, laysa kamithlihi shay. Atakapokuja yeye na atakapokuja malaika sawa sawa, jawabu la, laysa kamithlihi shay. فالله جل وعلا هو تفرد في كل شيء، yeye amepwekeka katika kila hali, yupekee katika kila hali, katika majina, katika sifa, katika ibada, katika ufalme, katika uumbaji, katika utendaji, katika kila kitu. yati subhanahu, atakuja Allah subhanahu, wayajiu, na atakuja lifadli alqada'i baina ibadihi, kutoa hukum baina ya waja wake. walakinahu laysa kama jii almakhluqi, lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala ujaji wake sio kama ujaji wa viumbe, wa itiani almakhluqi, sio kama vile anavyokuja kiumbe. wa inma huwa itiyanun wa maji'un yaliqu bijalalihi, hakika si vinginevyo ujaji wake ni ule ambao unastahiki kwa utukufu wake subhanahu wa ta'ala. kaifa yashau subhanahu wa ta'ala, namna vile anavyotaka yeye ndio atakavyokuja. Hafanani na yoyote katika matendo yake, katika sifa zake, katika mamlaka yake, katika nguvu zake, kila kitu hakuna anafanana naye. Amemeleka vizuri meleka. طيب, bihawaka ay la tufassiruha biduni ilmin, usifasiri hizi aya na hizi hadithi bila elimu. amma annaka tufassiruha bimujibi aladilla, ama wewe unafasiri aya hizi na hadithi hizi kwa mujibu wa dalili. wa radda almutashabihi ila almuhkami, na ukazirejesha aya mutashabihi kwa aya ambazo ni muhkam. Tunasema siku zote aya mutashabihi ni zipi? Ni zile ambazo maana yake haziko wazi. طيب, na aya muhkam ni zipi? Aya ziko wazi. Ni shida Kiarabu, tukishajua Kiarabu unajua huyo Allah jalla wa ala hapa katuambia jambo, hapa katukataza jambo, hapa katukuambisha jambo. Hizo zinaitwa muhkam, kama vile Allah jalla wa ala alisema ndani ya Qur'an, minhu ayatin muhkamatin hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat la ya'lamuhunna illa Allah warasikhuna fil ilm. Kwa hiyo yule ambaye ana uwezo wa kielimu akafasiri hizi dalili, akazirejesha zile ambazo ni mutashabihi kuzipeleka muhkam kwa aya zilizokuwa wazi, fahadha la ba'sa bihi, hii haina ubaya, kuna ubaya. amma al-insanu al-mubtadi au jahil, ama mwanadamu ndio mwanzo anaanza kusoma, au yule jahil kabisa, fala yatadakhalu, asiingilie hadhihi al-umur, mambo haya asiingie kwa mambo haya. والمسائل العظيمة, مسألة هاي مكوبة واضح، لأن هذا غلط وخطر كبير. كان kuyaingia mambo haya bila elimu ni kosa na ni hatari kubwa. Sa masala ya aqida, si masala ya mtu kuyavaa tu. واضح الكلام. شيخنا سيما وأنا أرى كثيرا من الشباب المتعالمين, na mimi nawaona wengi katika vijana wenye kujitia elimu, yatajarrau ala masail al-aqida, wanajiingiza katika masala ya aqida,
wasaru, na wanakuwa yatajarrauna minha ashya'a wa yatakallamuna fiha, wanavivaa vitu na wanavizungumza vitu hivyo. Bahati mbaya sana usipojua aqida unaweza kuzungumza masala ya hatari wewe ukasema ni mambo ya kawaida tu, na wala huoni kama umezungumza jambo la hatari. Wazi? Narudia.